Makamu mkuu wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar, Profesa Abdi Talib Abdallah, amewahimiza wahitimu na wanachuo kupanda miti kwa wingi na kulifanya zoezi hilo kuwa endelevu kwa kupanda miti maeneo ya chuo, taasisi, majumbani pamoja na utunzaji wa mazingira. Ameasisitiza hayo wakati akitoa hotuba kwa wanachuo katika hafla ya upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira huko Skuli ya Kilimo Kizimbani. Niwahimize wanafunzi na wahitimu, zoezi hili lisiishie siku moja tu, bali liwe endelevu. Tupandeni miti katika nyumba zetu, taasisi zetu na katika jamii tunazoishi. Lakini muhimu zaidi, tuitunze miti, kwa maana kupanda mti bila kuitunza ni mithili ya kuwa na TV alafu huna kingamuzi. Miti tuliyopanda leo ni maarifa yaliyopandikizwa katika vitendo, sayansi iliyotafsiriwa kwa huduma kwa jamii, na elimu inayochochea uendelevu. Kwa kupanda miti, SUZA inajenga matumaini ya usalama wa maji, uhifadhi wa mazingira na bioanuwai, ustahimilivu wa kiuchumi na mustakabali endelevu wa Zanzibar na Tanzania kwa ujumla. Nichukue fursa hii kuwapongezeni nyote mlioshiriki nami siku ya leo katika zoezi hili muhimu la upandaji miti kwa dhamira ya kulinda mazingira yetu na kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Aidha, Profesa Abdi amesema upandaji wa miti una faida nyingi zikiwemo kuzuia mmomonyoko wa udongo, uhifadhi wa maji, ulindaji wa mazingira, kupunguza joto na kuleta hewa ya oksijeni kwa wingi. Upandaji miti ni miongoni mwa hatua bora zaidi zilizothibitishwa kisayansi katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa Skuli hapa ameielezea kwa kina. Miti hufyonza hewa ukaa, carbon dioxide, ambayo hupunguza ongezeko la joto duniani. Inasemekana mti mmoja unaokomaa vizuri basi unaweza kunyonya hadi kilo 22 za carbon dioxide kwa mwaka. Kwa hiyo mnaweza kuona shughuli ya upandaji miti ina umuhimu kiasi gani katika maisha yetu. Wakati huo huo, miti hiyo inatuletea oksijeni ambayo ni muhimu kwa uhai wa binadamu na viumbe wengine. Kwa hiyo si tu tunarekebisha tabia nchi, lakini pia tunaleta uhai kwa viumbe mbalimbali. Kwa muktadha wa nchi yetu, upandaji wa miti una mchango mkubwa katika usalama wa rasilimali maji. Miti huchangia katika mzunguko wa maji kwa kuongeza upenyaji wa maji ardhini, kulinda vyanzo vya maji na kupunguza mtiririko wa maji juu ya ardhi. Maeneo yenye misitu hufanya kazi kama hifadhi asili ya maji, yakisaidia kuongeza wingi wa maji chini ya ardhi na kuendeleza chemchemi, mito na mabwawa. Kwa hiyo upandaji wa miti una faida nyingi sana. Hali kadhalika, miti ni muhimu katika uhifadhi wa udongo na kilimo endelevu. Mizizi ya miti hushikilia udongo na kuzuia mmomonyoko, huku majani yanapoporomoka basi hugeuka kuwa rutuba katika udongo. Kwa mazingira ya visiwa kama Zanzibar, kulinda udongo ni jambo la msingi kwa kilimo, usalama wa chakula na hata ulinzi wa fukwe zetu. Kwa upande wa bioanuwai, miti hutoa makazi kwa ndege, wadudu na viumbe wengine
wanaohakikisha uwiano wa ekolojia, yani ecosystem. Bioanuwai ni msingi wa mfumo imara wa mazingira inayosaidia utalii, ambayo ni sekta muhimu kwa uchumi wa taifa letu. Vyuo vikuu vina wajibu wa kipekee katika ajenda hii kama vituo vya maarifa, tafiti na ubunifu. Taasisi kama SUZA zinapaswa kuongoza kwa vitendo. Upandaji miti si tu hatua ya kimazingira, bali pia ni darasa hai kwa wanafunzi, watafiti na jamii kujifunza kuhusu uendelevu, ustahimilivu wa tabia nchi na uraia wenye uwajibikaji. Miti hii itatumika kama darasa kwa vijana wetu hapa. Kwa upande wake, mkuu wa skuli ya kilimo Kizimbani, Dr. Burhani Ahmed, ameshukuru uongozi wa Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA kwa kuichagua skuli ya kilimo kuwa mwenyeji wa hafla hiyo ya upandaji wa miti na utunzaji wa mazingira. Zoezi hilo ni moja ya majukumu yao ya kitaaluma. Litasaidia wanafunzi kusoma kwa vitendo pamoja na kupata eneo zuri la kutengeneza vimbweta kwa ajili ya kusomea wanafunzi. Ni heshima kubwa na ni sehemu ya kututangaza. Sasa sisi tumechagua kupanda miti katika eneo letu la campus, hasa maeneo yanayozunguka mabweni, madarasa na ofisi, ili kuimarisha mazingira ya eneo hili ya akisi hasa uhalisia wa skuli ya kilimo. Skuli ya kilimo inafundisha kwa mtaala wa competence na shughuli zake nyingi ni ufugaji wa wanyama pamoja na upandaji miti ya matunda na mazao. Lakini shughuli zetu hizi sisi tumekuwa ndo wahanga wakubwa wa changamoto za karne ya 21 ambazo miongoni mwao ni mabadiliko ya tabia nchi. Mabadiliko haya yanatushape tubadilike kutoka kilimo tulichokizoea miaka mingi hapo nyuma, yanatufanya tupambane kwa kupanda miti, kutengeza, sisi tunaita microclimates. Sijui kwa Kiswahili kizuri ni vipi, lakini tunatengeneza microclimates katika maeneo tofauti tofauti. Hii ni njia moja ya kupambana na hiyo mabadiliko ya hali ya hewa. Sasa tumechagua kupanda miti katika eneo hili la ndani ya campus ili tuwe na vitendea kazi vya mafunzo ya vitendo na utafiti wa karibu zaidi, na pia kuimarisha mazingira ya kufundishia na wanafunzi kujisomea, kwa vile miti hiyo hiyo ndio itakayotumika kuleta kivuli cha kutengeza vimbweta, na kwa vile mazingira hayo yatasaidia sana kuongeza ufanisi wa kutumia mitaala hii ya umahiri. Pia tumechagua miti ya matunda kama vile minazi, miembe, miparachichi na kadhalika, ili kuongeza uzalishaji wa matunda kwa ajili ya kuimarisha kipato na kuimarisha afya. Tukiwa na dhamira hizi, ndugu mkuu wa chuo, bila ya shaka tunakumbana na changamoto hizo za mabadiliko ya tabia nchi ambazo ni mvua kufubaa na vile vile uwezo wa ardhi kutoa virutubisho vya kutosha kwa ukuzaji wa miti. Hivyo basi tunaomba mazingatio katika maombi yetu ya miundo msingi ya maji na mashamba ambayo yanatuwezesha sasa kufanya shughuli hizi tunazohitaji kiurahisi.